Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Marekani yatuma pesa kwa Lebanon wakati ikielekea kuipokonya silaha Hezbollah. Jina la mshambuliaji wa sinagogi la Manchester latangazwa, tukio lililoelekezwa kuwa la ugaidi. Sarah Mullel ateuliwa mwanamke wa kwanza kuwa askofu mkuu wa Canterbury. Mtoto wa Robert Mugabe afikishwa mahakamani kwa tuhuma za dawa za kulevya. Putin aonya Marekani dhidi ya kupeleka makombora Ukraine. Naam, na tumai buheri wa afya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Polisi wa Uingereza wametangaza kuwa wamemtambua mhusika wa shambulio hilo la kigaidi lililotokea siku ya Alhamisi asubuhi ndani ya sinagogi katika eneo la Crapsall kaskazini mwa Manchester. Shambulio hilo lililosadifiana na Yom Kippur, siku ya takatifu zaidi katika kalenda ya Kiyahudi, ilisababisha vifo vya watu wawili na wengine watatu kujeruhiwa, akiwemo mlinzi, kwa mjibu wa polisi. Polisi wa Uingereza wamesema mshambuliaji huyo aliyetambulika kwa jina la Jihada El-Shami, Mwingereza mwenye umri wa miaka 35 mwenye asili ya Syria, aliendesha gari lake hadi kwa wapita njia nje ya sinagogi ya ushirika wa Heaton Park Hebron kabla ya kuwashambulia kwa kisu. Aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika eneo la tukio. Polisi wametangaza kukamatwa kwa watu wengine watatu kama sehemu ya uchunguzi na kuelezea tukio hilo kama tukio la kigaidi. Kulingana na polisi, walipokea ripoti saa 3:01 asubuhi kwa saa za huko kuhusu gari iliyowagonga waumini nje ya sinagogi kabla ya mtu mmoja kuendelea na kuwachoma kisu kadhaa. Kwa mara ya kwanza katika karibu ya miaka 500 ya kihistoria, kanisa la Anglikana limemteua mwanamke kuliongoza. Dame Sarah Mullel, miaka 63, ameteuliwa kuwa askofu mteule wa Canterbury. Alikuwa akijenga msingi mpya katika taaluma yake aliyoichagua hata kabla ya kuwa kasisi. Mwaka 1999 akawa afisa mkuu wa uuguzi mwenye umri wa mdogo zaidi kuwahi kutokea nchini Uingereza. Kwa zaidi ya miaka 7 amehudumu kama askofu wa London, mshirika mkuu wa 3 wa makasisi katika kanisa na mwanamke wa kwanza kufanya kazi hiyo. Wanawake wameruhusiwa tu kuwa mapadri katika kanisa la Anglikana tangu katikati ya miaka 1990, lakini kuna maaskofu wakuu katika kanisa la Anglikana ambao wanapinga waziwazi wanawake kujiunga na ukasisi hata kidogo kuongoza taasisi hiyo. Sheria inahitaji maaskofu wakuu wa Canterbury kustaafu wakiwa na umri wa miaka 70, ambao labda ni sababu mojawapo kwa nini wengine hawakumuona Dame Sarah Mullel akiwa na nafasi ya kuchaguliwa. Hata hivyo, ameishia kuandikisha historia. Tarehe ya kutawazwa kwake rasmi bado haijatangazwa. Mtoto aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe
amefikishwa katika mahakama ya Harare akikabiliwa na shtaka la kupatikana na dawa za kulevya. Robert Mugabe Jr. miaka 33 alikamatwa Jumatano asubuhi alipokuwa akiendesha gari kwa njia isiyo sahihi katika barabara ya njia moja, kulingana na hati ya mahakama. Polisi walipekua begi jeusi ililokuwa amevaa. Wakati huo inadaiwa walipata sacheti 2 ndogo za bangi. Wakili wa bwana Mugabe amefahamishwa wanahabari wanapanga kukana mashtaka na kupinga madai yaliyotolewa na polisi. Bwana Mugabe aliyekuwa amevaa kofia nyekundu huku akiwa anazungumza kwa simu yake alipokuwa akiongozwa katika mahakama ya hakimu siku ya Alhamisi, alizungukwa na watu na hakuwa amefungwa pingu. Mahakama ilimweka rumande bwana Mugabe akisubiri uamuzi wa dhamana siku ya Ijumaa. Rais wa Urusi Vladimir Putin Alhamisi ameonya kwamba kupeleka makombora ya Marekani ya Tomahawk nchini Ukraine kutasababisha kiwango kipya cha mashambulio pamoja na kuharibu uhusiano kati ya Urusi na Marekani. Akizungumza katika mkutano wa huko Sochi, Putin amesema hilo litabadilisha hali ilivyo katika mstari wa vita ambako Urusi inafikia maendeleo yake, ingawa kwa mwendo wa taratibu inasonga mbele. Kiongozi huyo wa Urusi amesema kuwa hata kama makombora ya Tomahawk yatasababisha uharibifu kwa Urusi ikiwa yatapelekwa Ukraine, ulinzi wa anga wa Urusi utaitikia haraka tishio jipya. Waziri wa mambo ya nje wa Misri amesema Alhamisi kwamba nchi yake inashirikiana na Qatar na Uturuki kuwashawishi Hamas kukubali mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vilivyodumu takribani miaka 2 huko Gaza, na kuonya kwamba mzozo huo utaongezeka ikiwa kundi la wanamgambo litakataa. Akizungumza katika taasisi ya uhusiano wa kimataifa wa Ufaransa mjini Paris, Bedri Abdelati amesema ni wazi kuwa Hamas inabidi iweke silaha chini na Israeli siweze kuwa na kisingizio cha kuendelea na mashambulio yake huko Gaza. Waziri wa ulinzi wa Venezuela Jenerali Vladimir Padrino Alhamisi alisema kwamba ndege 5 za kivita zimedunguliwa karibu na pwani ya nchi hiyo katika kile alichokitaja kuwa tishio la Marekani. Ikulu ya Marekani haijajibu mara moja ombi la kutoa maoni yake juu ya swala hilo. Mwanamke wa Texas amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kujaribu kumzamisha msichana wa miaka 3 Muislamu wa Kipalestina na Marekani katika shambulio la 2024 ambalo mamlaka imesema ilichochewa na ubaguzi wa rangi. Rekodi za mahakama zilizotajwa na CBS News na For the World the Stars Telegram inaonyesha jaji Andy Potter alitoa hukumu hiyo kwa Elizabeth Wolf wa miaka 43 baada ya kukiri kosa la kujaribu kuua na kumjeruhi mtoto. Uwanja wa ndege wa Munich nchini Ujerumani umefuta safari zaidi ya 12 baada ya ndege zisizo za rubani kuonekana karibu na anga yake. Takribani safari 17 za ndege zilisitishwa mjini Munich na kuathiri takribani abiria 3,000. Uwanja wa ndege wa Munich umesema ulielekeza safari 15 za ndege kwenda miji ya karibu. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeidhinisha dola milioni 230 kwa vikosi vya usalama vya Lebanon wiki hii, huku wakishinikiza kunyang'anya silaha kundi lililokuwa na nguvu za Hezbollah. Vyanzo vya habari huko Washington na Beirut vimesema. Chanzo cha Lebanon kinachofahamu uamuzi huo kimesema ufadhili huo ni pamoja na dola milioni 190 kwa wanajeshi wa Lebanon na dola milioni 40 kwa kikosi cha usalama wa ndani. Wasaidizi wa chama cha Demokrata wa Marekani wamesema fedha hizo zilitolewa kabla ya mwaka wa fedha wa Washington kumalizika Septemba 30. Moja kwa moja tunaenda kupokea taarifa yetu ya awamu ya pili ya matangazo haya kutoka shirika la DW, ambapo hivi sasa tunaenda kwenye ripoti za waandishi wa habari, ambapo sasa hivi tunajiunga na shirika la DW katika awamu ya pili ya matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Karibu katika awamu ya pili ya matangazo yetu ya sasa. Mashambulio ya anga na ya ardhini ya Israeli yamewaua Wapalestina wasiopungua 57 katika ukanda wa Gaza. Saleh Mwanamilongo na taarifa hiyo kwa kina. Hospitali ya Nasser ni kwamba watu 14 kati yao waliuawa katika kitengo cha jeshi la Israel katika mji wa kati wa Deir al-Bala. Maafisa wa hospitali ya Al-Aqsa wamesema walipokea miili ya watu 16 waliouawa katika mashambulizi ya Israel. Kwa upande wake, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeripoti kuwa mtaalamu wake wa tiba aliuawa wakati akisubiri basi huko Deir al-Bala katika shambulio lililowajeruhi vibaya watu wengine 4. Daktari Mohamed Al-Mahrouk, naibu mkuu wa idara ya tiba ya viungo kwenye hospitali ya Al-Aqsa, amesema hospitali hiyo imezidiwa na wagonjwa. Changamoto tunazokabiliana nazo kwa sasa ni ukosefu wa vifaa na rasilimali pamoja na idadi kubwa ya wagonjwa na msongamano, jambo linalotufanya tushindwe kutoa huduma bora kadri ya uwezo wetu. Hospitali nyingine ziliripoti vifo vingine kadhaa kutokana na mashambulizi ya Israel. Hakukuwa na tamko la haraka kutoka kwa jeshi la Israel ambalo husema linawalenga wapiganaji tu na kulilaumu kundi la Hamas kwa kuhatarisha raia kwa kuendesha shughuli zake katika maeneo yenye watu wengi. Huko mjini Geneva, shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema leo kwamba akina mama na watoto wachanga huko Gaza wanakabiliwa na hali mbaya sana, wakati hospitali ya Nasser iliyoko kusini mwa ukanda huo imezidiwa na wagonjwa wanaokimbia kutoka kaskazini. Huku hayo yakijiri, afisa mmoja wa kundi la Hamas ameliambia shirika la habari la AFP leo Ijumaa kwamba kundi hilo bado linahitaji muda wa kuchunguza mpango uliotolewa na rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita vya Gaza. Afisa huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema Hamas bado inaendelea na mashauriano kuhusu mpango wa Trump. Kwa upande wake, Mohamed Nazal, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, amesema kwamba mpango huo wa amani una vipengele vinavyotia wasiwasi. Wakati huo huo, Israel imezuia sehemu kubwa ya meli zaidi ya 40 zilizokuwa kwenye msafara wa misaada uliokuwa ukifuatiliwa kwa karibu na uliobeba misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema kwamba wanaharakati waliokuwa ndani ya meli hizo, wakiwemo Greta Thunberg na wabunge kadhaa wa Ulaya, wako salama na wanapelekwa Israel kuanza taratibu za kuwarejesha makwao. Asante sana. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu, msikilizaji, ambapo ni Afrika Leo Mchana, habari za dunia. Sehemu hii ya pili inashirikiana na DW. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa onyo kali kwa Marekani kuhusu uwezekano wa ongezeko la vita kati ya Urusi na Ukraine endapo Washington itatoa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk kwa Kiev. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Marekani imejiingiza moja kwa moja katika vita vyake na Ukraine. Ameielezea hali hiyo kuwa hatari, akifafanua nguvu ya makombora hayo na uwezo wake wa kuidhuru Urusi. Rais Vladimir Putin pia amesema utoaji wa makombora hayo hautabadilisha mwelekeo wake katika uwanja wa vita, lakini bila shaka utayatia doa mahusiano yake na Marekani na kufungua nafasi ya mgogoro kutanuka zaidi. Amesisitiza kuwa Urusi sio dhaifu na iko imara katika maamuzi yake. Historia yetu imedhihirisha kwamba udhaifu haukubaliki kwa sababu unajenga majaribu. Kuna fikra kwamba swala letu lolote ni lazima lisuluhishwe kwa kutumia nguvu. Nataka niseme kwamba Urusi haitaonyesha udhaifu kamwe au kutokuwa na maamuzi sahihi.
Kiongozi huyo wa Urusi amesema nchi yake itaimarisha mfumo wake wa kujikinga na makombora ili kuzuia aina yoyote ya makombora itakayovurumishwa nchini mwake. Matamshi yake yamekuja baada ya ripoti za vyombo vya habari kwamba Marekani inafikiria kutoa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk kwa Ukraine. Huku hayo yakiarifiwa, Urusi bado imeendelea na mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Usiku wa kuamkia leo imeshambulia miundo mbinu ya nishati ya taifa hilo. Wizara ya nishati ya Ukraine imesema Urusi ilishambulia kwa droni 381 pamoja na makombora 35 ikilenga miundo mbinu yake mashariki mwa mji wa Kharkiv na katikati ya jimbo la Poltava iliko mitambo mikubwa ya kuzalisha gesi. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu hasara ya mashambulizi hayo katika maeneo hayo muhimu. Siku ya Jumatano, mashambulizi mengine ya droni kutoka Urusi yaliyolenga kaskazini mwa Kiev na mji wa Chernihiv yalisababisha umeme kukatika katika kinu cha nyuklia cha Korobil. Kutokana na hilo, Rais Zelensky alishutumu Urusi kutishia usalama wa dunia kwa kukishambulia kinu hicho. Zelensky alisema kila siku Urusi inalenga kurefusha vita viliopo, imekataa kutekeleza kikamilifu usitishaji wa vita na imeendelea kushambulia miundo mbinu ya nishati ya Ukraine ikiwemo mitambo ya nyuklia, akisema hicho moja kwa moja ni kitisho sio tu kwa Ulaya bali kwa dunia nzima. Kwingineko, uwanja wa ndege wa Munich nchini Ujerumani umefunguliwa tena na operesheni kuendelea kama kawaida. Ulifungwa kwa muda leo Ijumaa kufuatia droni kuonekana angani, ikiwa ni kisa cha hivi karibuni baada ya tukio kama hilo kushuhudiwa katika viwanja vya ndege vya Denmark, Norway na Poland. Romania na Estonia zimenyoshea kidole cha lawama Urusi, ikisema imehusika na matukio hayo, madai ambayo Urusi imeyakanusha vikali. Asante sana Amina Abubakar kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele wakati ambapo unatupokea mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Washirika wetu ni DW. Umoja wa Mataifa umesema raia wasiopungua 91 waliuawa katika kipindi cha siku 10 mwezi uliopita katika mji wa El Fasher nchini Sudan uliozingirwa na wanamgambo wa RSF. Silvenas Karemera na taarifa zaidi. Mapigano hayo kati ya jeshi la RSF na wapiganaji wanaounga mkono serikali yamekuwa yakiendelea kwa muda sasa. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kwamba angalau watu 40,000 wameuawa huku wengine zaidi ya milioni 12 wakiyakimbia makazi yao. Kwa upande mwingine, watu milioni 24 wanakabiliwa na uhaba wa chakula na huduma nyingine muhimu. Mji wa El Fasher ambao ni mji mkuu wa jimbo la kusini mwa Sudan la Darfur ni ngome kubwa na ya mwisho ya kundi la RSF lenye ushawishi mkubwa huko Darfur na katika jimbo la Kordofan. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Volker Turk amesema kwamba kitongoji cha Daraga Oura katika mji wa El Fasher kilikabiliwa na mashambulizi makubwa ya RSF kati ya tarehe 19 na 29 za mwezi uliopita wa 9 kwa ndege za drone na maroketi ya ardhini. Watu kutoka mashirika ya misaada pia katika eneo hilo wamethibitisha kuwepo kwa hali mbaya. Turk amehimiza kuwepo kwa juhudi za makusudi na za haraka kusimamisha mzozo huu kwa sababu sasa wapiganaji wanalenga makazi ya raia wasio na hatia. Seif Magango ambaye ni msemaji wa ofisi ya kamishna wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu ameonya kwamba huenda kukawepo mashambulizi zaidi kutokana na kuendelea kujipanga kwa kundi la RSF. Recent reports indicate that the RSF is pre-positioning. Hivi karibuni ripoti zinaonyesha kwamba RSF inajiweka tayari kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu katika eneo la kusini mwa Darfur Kusini. Pande zote na nchi wanachama zenye ushawishi wa moja kwa moja katika matukio yanayotokea lazima zichukue hatua za haraka kuzuia uhalifu na mauaji ya halaiki. Na pande zote kwenye mgogoro huu lazima ziruhusu misaada ya kibinadamu kuingia mjini. Katika mji mwingine wa Tawila ulioko umbali wa kilomita 60 kutoka El Fasher, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linaendelea na kazi ngumu ya kuwahudumia wagonjwa na majeruhi waliofanikiwa kukimbia mji wa El Fasher. Wengi wanafika katika eneo hilo wakiwa wamedhoofika sana kwa kukosa maji mwilini, utapiamlo, kubakwa na mateso mengine.
Serikali ya Misri ambayo ni jirani wa karibu wa Sudan, kwa upande wake jana ilitoa kauli kwamba inajiandaa kuchangia katika suala zima la kutatua mzozo wa Darfur. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Misri Badri Abdelati ameyasema hayo baada ya kufanya mazungumzo na mwenzie wa Sudan Mohi Eldin Salem. Asante sana Silvenas kwa Karemera kwa taarifa hiyo ya kutokea Sudan. Ujerumani inaadhimisha leo miaka 85 tangu zilizokuwa Ujerumani Mashariki na Magharibi zilipoungana na kuwa nchi moja tena. Hata hivyo bado tofauti zinaonekana kati ya sehemu hizo mbili, hata miongoni mwa watu waliozaliwa baada ya muungano. Kamishna mpya kwa ajili ya Ujerumani Mashariki najaribu kufafanua sababu ya kuendelea kwa mgawanyiko huo. Daniel Gakuba na taarifa. Wa Ujerumani Mashariki. Miaka miwili baadaye ukuta wa Berlin ulianguka, na tarehe 3 Oktoba mwaka 1990 iliyokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani ikatupwa katika kapu la historia. Sikuwa na ufahamu kuweza kushuhudia kipindi cha muungano, ila simulizi za wazazi na mababu ndizo zimejenga mtazamo wangu, anasimulia Elisabeth Kaiser katika ripoti ya mwaka iliyowasilishwa mjini Berlin siku ya muungano, ikiakisi maoni ya vijana kutoka mashariki na magharibi mwa Ujerumani. Hiyo ni ripoti ya kwanza kwa mwanasiasa huyo wa chama cha SPD mwenye umri wa miaka 38 ambaye aliteuliwa kuwa kamishna wa Ujerumani Mashariki mwezi Mei mwaka huu baada ya serikali mpya kuingia madarakani. Katika ripoti yake ya hivi karibuni, kamishna huyo msomi wa sayansi ya siasa anajikita juu ya uzoefu wa vijana wa Ujerumani miaka 35 baada ya muungano. Kichwa cha habari cha ripoti hiyo kiko katika muundo wa swali ambalo tayari linadokeza mgawanyiko kwa misingi ya mashariki na magharibi. Je, vijana wanakulia katika mazingira sawa? Jibu rasmi kwa swali hilo ni ndio, kwa sababu hivi sasa kuna nchi moja ya Ujerumani. Sisi watoto wa miaka ya mwisho ya 1980 hadi miaka 1990 ni kizazi cha kwanza kilichojumuika katika Ujerumani iliyoungana, anasema Elisabeth Kaiser katika utangulizi wa ripoti yake ya mwaka. Hata hivyo, kwa wale wanaozaliwa upande wa mashariki, kwao sio tu swala la kijiografia, ni swala pia linaloshawishi namna mtu anavyojitambua, anasisitiza. Akinukuu kile kijulikanacho kama ripoti ya uwiano, Elisabeth Kaiser anasema katika miji midogo na vijiji, usafiri wa umma na vituo vya afya sio tena huduma yenye uhakika. Juu ya hayo, kipato cha wengi kiko chini ya wastani na wengi wao wanajikuta wakitegemea msaada wa serikali. Hali ya uchumi ni bora upande wa magharibi ikilinganishwa na mashariki, anasema Elisabeth Kaiser katika ripoti yake hiyo. Eneo jingine ambalo Ujerumani Mashariki inajikuta nyuma ni umri wa watu, ambapo sehemu ya wakazi vijana ni ndogo kuliko kiwango cha kitaifa. Ni hali inayowaathiri vijana wa mashariki hadi ukubwani, kwa sababu hawawezi kutegemea msaada kutoka kwa wazazi wao kama wale wa upande wa magharibi. Ni kwa mantiki hiyo anapotoa hoja kuwa mjadala kuhusu mabadiliko ya kodi na urithi sio jambo baya. Kaiser anarejelea mapendekezo yaliyotolewa na wataalamu wa taasisi ya utafiti wa kiuchumi ya Ujerumani miaka michache iliyopita kwamba serikali inapaswa kuwapa vijana wote watu wazima euro 20,000 kama urithi wa msingi wenye matumizi maalumu. Shirika la urithi kwa kila mtu linaona wazo hilo kuwa lenye tija na linalowezekana kifedha. Kwa mujibu wa mahesabu yao, 5% ya urithi wa kila mwaka nchini Ujerumani inatosha kugharimia mpango huo. Asante sana Daniel Gakuba kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa hii ya habari. Afrika leo mchana, habari za dunia, ambapo awamu hii ya pili tunashirikiana na shirika la DW katika kukupeperushia matangazo haya mbashara. Uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu unazidi kupata joto, si tu kupitia mikutano ya hadhara bali pia kwenye mitandao ya kijamii. Hapa ndipo wagombea na wananchi wanakoleza hoja zao, kutoa maoni na kujadili mustakabali wa taifa kwa sauti za wazi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Je,
kwa taifa hili la Afrika Mashariki lenye watumiaji wa mitandao zaidi ya milioni 20, maamuzi ya Oktoba 29 yanaweza kufanyika mitandaoni. Florence Majani na taarifa hiyo. Kati ya marafiki. Lakini leo hii mtandao wa X umekuwa ndicho chanzo cha vuguvugu za kisiasa ulimwenguni. Hayo yanadhihirishwa wakati Tanzania ikielekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani hapo Oktoba 29, ambapo hoja, maoni, ahadi na maswali katika kipindi hiki cha kampeni vyote vinawekwa kwenye mitandao ya kijamii ikiwamo X, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook na Telegram. Vuguvugu hili la kisiasa kuhamia katika mitandao ya kijamii limechagiza hoja iwapo mitandao hiyo inaweza kuhamasisha, kuchagiza mabadiliko na kupelekea maamuzi ya kisiasa katika uchaguzi mkuu. DW imezungumza na Kevin Masai, mtaalamu wa masuala ya kidijitali kutoka nchini Tanzania, ambaye anafafanua jinsi mitandao hiyo inavyoweza kubadili upepo wa uchaguzi mkuu ujao. Kwamba wewe kama uko Instagram unahamasisha kule, labda inakuwa tu ni picha. Walio YouTube wenyewe wanahamasishwa kwa video. Walio Twitter wenyewe watahamasishwa labda kwa spaces ambazo watu wanaongea, labda na zile wingi wa tweets kadri mtu anavyozitweet na kuzifanya kama thread. Ukija TikTok na yenyewe uwe live, labda uhamasishaji wa live, kwa sababu TikTok live ndio imeshamiri. Kwa uhamasishaji wa kusema kwamba tutaenda moja kwa moja unategemea na hizo tofauti na utumiaji wa platform zetu. Ripoti ya mwaka 2020 ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA inaeleza kuwa wapo watumiaji wa interneti milioni 29 hapa Tanzania. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, ambaye ameeleza jinsi majukwaa ya kidijitali yalivyogeuka vipaza sauti vya wananchi wanaotaka haki, demokrasia na usawa. Unafahamu pia kwenye mitandao watu wanaweza pia wakajificha kulingana na hali ya sasa hivi. Watu wanaweza wakajificha kidogo kwenye mitandao, kuongea zaidi kwenye mitandao kwa njia ya kujulikana. Wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii hapa Tanzania wanasema mitandao ya kijamii imekuwa ikiwasaidia zaidi katika kupata elimu na kujua kinachoendelea Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu ujao. William Kasembe anaeleza. Kuna vitu vingine vyombo vya mainstream media kama wanavyoita wenyewe wazungu inafika kuyasema mambo yao, lakini wakienda kwenye mitandao ya kijamii na kuyasoma wanayachanganua watu hawa. Inawezekana isisaidie kwenye uchaguzi huu, lakini kadiri chaguzi zinazokuja uelewa utakuwa mkubwa, watu wanapata elimu. Katika dakika hizi za lala salama kuelekea Oktoba 29, mitandao ya kijamii inazidi kushika nafasi kubwa katika mwelekeo wa mjadala wa kisiasa nchini Tanzania. Lakini bado swali kuu linasalia. Je, nguvu ya kura itaamuliwa majukwaani na mikutanoni, au sasa maamuzi ya Watanzania yatachochewa zaidi kwa maneno kama like, share na mijadala ya mitandaoni? Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani. Na katika hatua hiyo, kwenye uzi huo, basi tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbana kwa njia nzuri. Kituo kipi? Radio Fortune Africa, ambapo basi tunahitaji kuwa na transmitter na station transmitter link itakayotusaidia kuweza kurusha matangazo yetu kwa njia ya FM. Wasiliana nasi kwa mchango wako kupitia PB namba ni 625 account namba ni 012445217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Sasa hivi ni wakati wa kurejesha kwenye studio za DW Bonn, ambapo tunapokea yanayovuma kwenye mitandao, ambapo Sam Mosimba na vile vile Sam Njama ndio waelekezi wetu. Nyesha watoto kama 10-12 hivi wadogo. Mmoja kati yao ni mwanafunzi mweusi ambaye alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Mwalimu anasikika akimuuliza kwamba unafikisha miaka mingapi? Akamwambia nafikisha miaka 6. Akawaambia wanafunzi wamsaidie kumuimbia huyu mtoto kumpatia happy birthday. Sasa wanafunzi wakaimba happy birthday kawaida yenye kila mmoja tunajua ama wengi wetu tunajua, lakini kisha baada ya kumaliza wanafunzi kumuimbia, mwalimu akamuuliza tena huyu mtoto, ni kuimbie tena kwa aina ya utani? Mtoto akatikisha kitu akimuonyesha kwamba Sasa katika kuimba kwake akasema kwamba nimekuona kwenye zoo ukiwa unafanana kama nyani na una harufu kama ya nyani.
alafu akacheka mwisho. Video hii imeibua mjadala mkubwa sana kuhusiana na swala la ubaguzi wa rangi, kwa sababu mtoto ni mweusi na swala la nyani limetajwa hapa. Basi hakuoneshwa mwalimu, ni sauti tu inasikika. Sasa wengi wamekuwa wakizungumzia, lakini wengine wanatofautiana kwenye maoni, wakisema kwamba hata huyo mwalimu hamumsikizi, lafudhi yake sio ati ni ya mzungu. Yeye pia kuna uwezekano ni Mwafrika ama ni mgeni tu, si raia ama si mzungu. Lakini wakati mwingine vile mtu anaweza akawa amekwenda mbali kwa kumfikiria tu vibaya, bila shaka, kwa sababu kwanza alitanguliza kuuliza ni kuimbia kwa utani, ambapo kuna mmoja hapa amesema hivyo. Naomi Erastus asema, naomba nisahihishe huu mtazamo, huu wimbo ndivyo unavyoimbwa, ni wimbo wa utani, na kama ulivyomsikia ametanguliza kuuliza kwamba ni kuimbia kwa utani. Hata watoto weupe wanaimbio. Anasema, I went to the zoo, I saw a fat monkey and I thought it was you. Kwa hiyo hii kumaanisha ni maneno ambayo yanazungumzika, imetofautika tu kwamba pale alipoelekeza ndio imezua mjadala. Sasa nafikiri Selina anatuambia kwamba muda wetu umekwisha katika kuangalia ya mitandaoni. Tuangalie ujumbe uliotufikia kwa wasikilizaji wetu. Joysa Baja Claude anasema vita vya Urusi na Ukraine ingekuwa imeisha, ila tatizo kubwa wamekosa busara kusuluhisha, maana imekuwa kama mchezo. Kuipa Ukraine zana za kivita ni kuchochea vita, huwezi kuzima moto kwa kutumia petroli. Haruni Semtawa anasema wenye akili kubwa wanajua fika kwamba Marekani hawezi kupeleka hayo makombora. Kinachoendelea kwa Trump ni ule utaratibu wake wa kuropoka tu kwenye kila jambo, mwisho utekelezaji hakuna. Ujumbe mwingine ni wa Hono Shoke anasema, Trump na Putin, vipi urafiki wenu umevunjika? Ama kweli dunia ina mzunguko, ni mzunguko. Namuona hapa kijana Goofy anasema, unajua Putin anaongea kwa kuwatahadharisha, msimone ni mjinga, ana silaha za kuibomoa Marekani wakati Marekani yenyewe haina makombora ya masafa marefu. Subiri muone kama wataipiga Urusi, nayo makombora ya Marekani hawawezi hata kidogo, na wakijaribu hapo ndio watajua Putin ataonyesha uwezo wake wa kijeshi. Alois Silvestri Samba yametuandikia akiwa kule Arusha, anasema vifo vya watu 91 huko El Fasher ni msiba mkubwa kwa binadamu. Anaashiriwa kwamba muda umekwisha njama, lakini mtabakia hapo muda usiokuwa mrefu tunaingia kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo Ijumaa. Asante sana. Moja kwa moja tupokee kiziba mkonga cha sasa, alafu baadaye nitakuwa ninakurejesha kwenye studio za DW ili uweze kupokea mjadala wa siku ya leo. Lakini kwa sasa tupokee kiziba mkonga cha siku ya leo pote pale ulipo msikilizaji, ili uweze kufahamu yale ambayo yanaendelea kujitokeza. Kwenye kiziba mkonga cha sasa, kwenye maisha watu utofautiana sana. Kiziba mkonga cha sasa, kwenye maisha watu utofautiana sana. Kuna aliye kwenye ndoa hana furaha kabisa, na mwingine yuko single ana furaha zaidi. Kuna aliye single anateseka sana, na mwingine ana mpenzi ana furaha sana. Alafu kuna wewe upo. Tupe story yako. Maana ukiona kila mnachozozana na mpenzi wako unapenda kukiandika au kukitolea mfano kwenye mitandao, basi ujue umevamia mahusiano kabla utoto hauja kuisha. Sio kila kitu utakiandika kwenye mitandao. Unatupa pale picha mpenzi wako na unaandika maandishi yanayoelekeza utofauti wenu. Bado zako uko kwenye Pampers. Kizungu nitasema ni maturity on flake. Ukiona kila mnachozozana na mpenzi wako unapenda kukiandika au kukitolea mfano kwenye mitandao, basi ujue umevamia mahusiano kabla utoto hauja kuisha. Bado zako ziko ndani ya Pampers. Immaturity of flick.
Not every losing is demonic. Sometimes it is the result of sacrifice. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.